Hello, habari. Kwa majina naitwa Dr. Mary, tabibu wa mitishamba na tiba asili. Popote ulipo, karibu sana mpendwa mtazamaji wa video hii na kukaribisha. Matumaini yangu hujambo kabisa. Habari za muda huu. Namshukuru Mungu tumeweza kuonana tena katika darasa hili, ambapo darasa hili utajifunza vitu vizuri na vitu ambavyo ni adimu, ambavyo huwezi kuvipata popote kabisa. Na karibisheni nyote. Mtu yoyote anaruhusiwa kujifunza vitu vya kiroho na kujitambua kiroho na kujifunza mambo mbalimbali ya kiasili. Mpendwa mtazamaji, kama wewe ni mgeni katika video hii na unatazama kwa mara ya kwanza na unamuona Dr. Mary, basi nakuomba usubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zangu na vipindi ambavyo navitoa vya miti pamoja na madarasa. Mpendwa mtazamaji wa video hii, mimi leo nakufundisha vitu ambavyo mara nyingi huwa unasikia tu na kuambiwa, pamoja na kuwekewa vitisho. Labda unaambiwa wewe nyota yako itaibiwa, nyota yako imeibiwa, wewe nyota yako sijui imefanyaje, imechukuliwa. Nataka nikuweke wazi katika masuala ya nyota na unajimu. Mara nyingi sana nyota ya mtu huwezi kuiba. Nyota ya mtu inabakia kama nyota alipozaliwa na mpaka anaondoka katika huu ulimwengu, nyota yake inabaki vile vile. Kwa hiyo tambua kwamba wewe umezaliwa mwezi wa 5, wa 6, wa 7, wa 8 au mwezi wa 9, basi nyota yako inabakia vile vile pamoja na mambo yake yote. Nyota ya mtu inabeba vitu vingi, inabeba tabia yake, vitu anavyovipenda, vitu ambavyo havipendi, inabeba kazi ya mtu, inabeba kipaji. Nyota ya mtu inabeba kila kitu katika maisha yake, inabeba namba ya bahati, inabeba masuala yote ya ndoa pamoja na rangi za bahati, pamoja na siku ya bahati na siku yake mbaya. Kwa nyota ya mtu, ukisikia mtu anakuambia eti nyota yako imeibiwa, nyota yako imechukuliwa, nyota yako inafanya kazi sehemu fulani, nyota haiwezi kuchukuliwa. Nyota yako haiwezi kuchukuliwa hata siku hii, hata siku moja. Kinachochukuliwa katika mwili wako kiroho ni nguvu yako. Kwa hiyo atakaye kuja kukuharibia we maisha yako na nguvu yako ni kuchukua nguvu yako na kuipoteza na kukuacha wewe ukiwa empty, hauna chochote katika nguvu yako. Hiyo ndo maana halisi ya kuchukuliwa nyota. Lakini watu wengi hawajui na maana halisi ya kuchukuliwa nyota. Naweza akakwambia tu umechukuliwa nyota, kumbe umechukuliwa nguvu yako ya kiroho, nguvu kuu ya asili ambayo umezaliwa ilikuwa inakulinda mpaka unaondoka hapa duniani. Kwa hivyo hiyo nguvu ikishachukuliwa unakuwa na nguvu mbaya. Ndio maana unakuta mtu anakuambia nimekuwa na rafiki yangu, lakini rafiki yangu huyo kila tukifanya jambo langu linaenda vizuri. Au huyo mtu ambaye ni rafiki yangu au ni mke wangu au ni mpenzi wangu, nimefanya jambo fulani nikiwa naye, lakini mambo yangu yameenda vizuri au mambo yangu yameharibika yote kabisa. Kwa hiyo mtu anatembea na nguvu yake halisi. Mtu anatembea na energy yake. Either una energy mbaya au una nguvu nzuri. Kwa hiyo hivyo vitu ni viwili katika ulimwengu. Kwa hiyo kuna nguvu ambayo ni nzuri, kuna nguvu ambayo ni mbaya. Mtu akikuondolea nguvu yako ambayo ni nzuri, anakuachia ile nguvu ambayo ni mbaya. Ambayo hiyo nguvu mbaya inakuwa inaingiza vitu vyote vibaya vya ulimwengu. Mambo yote ya giza yanakuja kwako, yanakupiga. Kwa ndo maana halisi ya kuharibikiwa kimaisha na kupoteza kila kitu kwenye maisha yako. Kwa mtu asikudanganya kwambie kwamba wewe umechukuliwa nyota. Hapana. Hiyo ni kutokujua maana ya nyota na maana ya kuchukuliwa nguvu ya asili ambayo inakulinda ukiwa kabla hujazaliwa, pamoja unazaliwa duniani na unapotea katika huu ulimwengu, unarudi katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo nguvu inakuwa inakulinda. Nguvu hii ya asili iko katika ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kawaida wa kimwili. Kwa hiyo kila mtu anakuwa analindwa na nguvu yake hiyo, na kila mtu anazaliwa nayo. Nyota na nguvu ya kiroho ni vitu viwili tofauti. Nyota na nguvu ya kiroho, elewa kwamba ni vitu viwili tofauti. Elimu ya nyota ni elimu ya unajimu na utabiri wa mambo mbalimbali
katika mwili wa mtu wa kiulimwengu wa duniani, na pamoja na mambo ya kiroho mengine. Lakini nguvu hii ya asili ambayo ndio nguvu yako ambayo inakulinda wewe, hiyo inakuwa ina elimu yake, nayo inakuwa tofauti. Kwa hiyo utambua vitu hivi viwili, tofautisha nyota yako na nguvu ya asili. Mpendwa mtazamaji, naitwa Dr. Mary, na kuomba usubscribe, share video hii na wengine waweze kupata elimu hii. Subscribe hapo ili uweze kupata madarasa yangu ambayo nayatoa kila siku. Kila siku mimi natoa madarasa mapya ili uendelee kufurahia na kujifunza vitu mbalimbali. Na pia kama unahitaji tiba asili, unahitaji dawa za kufunguliwa mwili, kusafisha nyota, nguvu yako imeshachukuliwa sasa imebaki empty, unairudishaje? Inayo dawa ambazo zinakurudishia nguvu yako ya asili toka ulivyokuwa mwanzo na mpaka unavyokuwa mkubwa. Kwa hiyo nguvu yako inakuwa inarudishwa kwa vitu mbalimbali ambavyo tunavielewa sisi matabibu. Kwa hivyo karibu sana, unaweza kunipata kwa namba alama kujumlisha 255 787 23 21. Hiyo ndo namba yangu ya WhatsApp, na pia utanipata kawaida. Bonyeza alama kujumlisha 255 787 23 20 81 na utanipata vizuri. Tutaweza kuwasiliana kujifunza mambo mbalimbali ya kiroho na ya kimwili. Mpendwa mtazamaji, nikushukuru sana kutazama video hii na karibu sana na asante sana. Tutaonana katika video nyingine na kwaheri.